Sululu ni mganga mkuu wa mkoa wa Songwe. Kwa utangulizi tunasema maendeleo ya nchi yoyote, unapozungumzia maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, hayataweza kufikiwa isipokuwa kwa kuwa na watu, na si lazima au si watu tu, bali watu wenye afya njema. Huwezi kuzungumzia maendeleo ya nchi kama una watu ambao hawana afya njema, kwa sababu tukiwa na watu ambao hawana afya njema, maana yake watu hao hawataweza kuzalisha, na pengine muda wote watakuwa wamelala ndani wakiwa wanaugua, au muda wote au muda mwingi watakuwa wako barabarani kwenda hospitali kutafuta huduma. Sasa ili kuwa na jamii yenye watu wenye afya njema ambayo itawezesha uzalishaji au kuzalisha katika taifa, kila taifa limejiwekea mifumo ya kukabiliana na matatizo ya kiafya, ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiafya kwa wananchi wake, kwa sababu linatambua bila wananchi kuwa na afya njema, manake hata tukijadili maendeleo kwa namna gani usiku na mchana tutaweza kuyafikia. Afya ni muhimu sana. Kama wewe unayo, jitahidi sana kuhakikisha familia yako yote iko chini ya bima, lakini pia jitahidi ndugu zako nao waingie kwenye utaratibu wa bima. Sasa kuna mtu anaweza kauliza, mbona nilisikia kuna bima ya shilingi kadhaa, kuna bima sio ya nini? Hapo tumetaja ile makundi maalum, na ambayo tutaanza na wale ambao kwenye mfumo wa TASAF. Hata kama una mzee wako unamfahamu anastahili kuingia kwenye kaya maskini, kama alikuwa bado hajasajiliwa, mwambie asubiri, kwa sababu wakisha malizika hawa ndio wataanza kutambua wapya. Faida ya kutumia hiyo 150,000 ambayo mtu yoyote anaweza kaenda akalipia kwa kitita hicho, sio lazima awe ambaye hana uwezo. Mtu yoyote anaweza kwenda kukata kwa kitita hicho. Faida yake ni kwamba hiyo 150,000 itakuwa ni kwa mwaka. Mimi ambaye nakatwa moja kwa moja kwenye mshahara ni kila mwezi. Kwa hiyo utajikuta mimi nalipa hela nyingi sana kilinganisha na hiyo 150,000 kwa mwaka kwa watu 6. Piga hesabu, agawanye 150,000 gawanya kwa 6, ili tujue mtu mmoja amewekewa akiba ya bima kwenye afya kwa shilingi ngapi? 25. Shilingi ngapi? 25. Shilingi 25 kwa mwaka. 150,000 kwa watu 6, maanake ni sawasawa na shilingi 25,000 kwa mtu mmoja kwa mwaka. Yaani mtu yoyote katika wale 6 akiumwa anaenda kupata huduma. Mwingine akiumwa kesho kwa 25,000. Lakini mama hapa ananiambia 100,000 tu kwenda kutibiwa haitoshi. Mtu anatoa mpaka 200,000, watu wanauza mpaka mashamba. Kwa hiyo ulipaji wa papo kwa papo kwanza ni chanzo cha umaskini. Mimi na ushahidi wa watu ambao ili amtoe mgonjwa wake ileje amfikishe hospitali ya mkoa, wanaenda kupima kipande, wanauza 1,000,000 pale. Kwa sababu hakuna namna. Sasa ili kuisaidia serikali na kutusaidia sisi wenyewe, basi tuone uwezekano, tuwahimize wananchi hawa wakaya maskini watalipiwa na serikali, lakini wako watu ambao wana uwezo wa kutoa hiki kiwango. Sasa vitita vingine ni pamoja na wanafunzi. Watoto wenu wanasoma, utasikia wanaambia atoe hela ya bima, si ndio? Huwa mnachangia shilingi ngapi? Ni 50,400. Kwa hiyo nafikiri mnaifahamu hiyo, kwa sababu hawa ni wale ambao ni zaidi ya miaka 5. Wakizidi miaka 5 pengine wanaingia kwenye kile kipengele kingine. Lakini iko nyingine, kifurushi kingine kinaitwa Total Afya Card. Total Afya Card nacho ni 1,500,000. Una mtoto wako chini ya miaka 18, sasa itakuwa ni 21. Wale waliozidi basi naye ana utaratibu wa kulipiwa 1,500,000. Kitita chenye huduma zaidi ya 372, huduma za msingi kabisa. Hizi huduma 372 zinajumuisha huduma zile za kufungua faili, kuonwa na daktari, lakini pia huduma za maabara na radiolojia,
huduma za upasuaji mdogo na mkubwa, huduma za dawa na vifaa tiba. Ndio huduma za msingi. Ukienda pale utahitaji vipimo, ziko. Utahitaji dawa, ziko. Utatibiwa katika ngazi zote, kwa maana ya zahanati, kituo cha afya, hospitali ya wilaya, hospitali ya mkoa, hospitali ya kanda, hospitali ya taifa, lakini kwa kuzingatia utaratibu wa nini? Wa rufaa. Kwamba utatoka hapa utapewa rufaa kwenda hapa, utapewa rufaa kwenda hapa. Yako matatizo yakikutokea, unajikuta karibu ni hospitali ya kanda, utakwenda. Karibu ni hospitali ya mkoa, utakwenda. Lakini yako matatizo, basi utakaambiwa bwana, hapa huduma hii hatuwezi kuitoa, tunakuandikia, unaenda kituo cha juu, bima yako inaendelea kutumika. Kuna rufaa inaweza ikawa sio wewe unakwenda, bali kipimo kinachukuliwa, kinapelekwa kule, kinafanyiwa kazi, majibu yanarudi, unakuja kupata huduma zako pale. Kwa hiyo utaratibu wa nini kinafanyika kule uko vizuri kabisa. Tunaposema wanufaika ni kwamba mimi nikikata bima inamsaidia nani? Wanufaika kwa idadi ni wale wale, ni 6. Bima zote za mwanzo walikuwa ni watu 6 na bima ya sasa ni watu 6. Maboresho au tofauti yake ni kwamba ile bima ya kwanza alikuwepo yeye mwanachama, alikuwepo mwenza, alafu walikuwepo tegemezi 4. Wategemezi wangapi? 4. Katika mpango huu tuna pia wanufaika 6. Yuko mwanachama ambaye ndio mimi au mama hapa, alafu yuko mwenza wake, mke au mume. Hapa tunaongelea mwenza. Kwa wale wenye wenza, kwa maana ya wake 2, 3, 4, taongelea utaratibu unakuaje. Hapa tunaongelea kichwa kimoja na kichwa kimoja. Kwa hiyo mimi mwanachama, mwenza, halafu wategemezi wasiozidi 4. Kipengele kilichobadilika hapa ni wenye umri wa chini ya miaka 21. Naam? Sio 18. Ile ya nyuma ilikuwa 18. Hii imesogeza umri kwa miaka 21. Manake imeongeza wigo wa watu wa kunufaika. Mwanzo ilikuwa wasiozidi 18, ukiwa na 20 imekutoa. Lakini sasa mpaka miaka mingapi? 21. Kwa hiyo ndio faida kubwa ambayo imeweka pale. Lakini pia imechambua hawa wategemezi 4 ni watu gani. Hapa ningeomba mnisaidie sana kupaelewa kwamba ukishalipia, na huu ni utaratibu wa bima kwa ujumla tunaozungumzia, kuna wanufaika, manake ni mwanachama yule aliyechanga kwa jina lake, mwenza wake, tegemezi wasiozidi 4 wenye umri wa chini ya miaka 21 kushuka chini. Sasa hawa tegemezi anaweza akawa mzazi, baba au mama, lakini anaweza akawa mtoto. Hata zamani ilisema mtoto, lakini hii imefafanua mtoto wa kuzaa mwenyewe, anaweza kuwa mtoto wa kuasili. Hujafanikiwa kuzaa mtoto, unaasili mtoto, wanaita kuadopt. Huyo ni mtoto ambaye anajumuishwa hapa, mtoto wa kambo. Kwa hiyo naye anapata hii fursa. Nacho hakikuwepo kwenye utaratibu wa utegemezi mwanzoni. Kwenye hii ya sasa kipo, ni ndugu wa damu. Ndugu wa damu. Ndugu wa damu, tunaposema ndugu wa damu ni yule ambaye ni kaka au dada mliyezaliwa tumbo moja. Huyo anaitwa ndugu wa damu. Sio mtoto wa mama mkubwa, mtoto wa shangazi, si ndio? Si ndugu yako yule, lakini ndugu wa damu. Maana yake mfuko au bima lazima pia iulinde huo mfuko. Ukiweka tu ndugu yeyote, maana yake kutakuwa na msururu pale. Kwa hiyo tafadhali, kama huna ndugu wa damu hapa, usitafute yoyote. Umezaliwa peke yako, huna kaka, usiseme hii nafasi lazima niijaze hii, mchukua mtoto wa mjomba. Ndugu wa damu. Hiyo nafasi iliyobaki wazi ni fursa kwa wengine watakao nufaika na hiyo huduma, kwa maana kwamba mtakuwa mmechangia, lakini mko wachache.
dhana ya bima ni kuchangiana, si ndio? Usitafute matatizo, yani we huna ndugu, kwani unabambika? Kwa hiyo faida katika mfumo huu mpya ni hizo. Mtoto ameelezwa, kuna wengine walikuwa wapati fursa hapa, mtoto wa kambo, si mtoto wa nini, lakini ndugu wa damu mwenye umri ule ule wa chini ya miaka 21. Kwa hiyo kwa ufafanuzi zaidi utaona katika familia, labda ya familia zetu kwa wastani, labda familia ina watu 8, mama baba, alafu mna watoto 6. Baba mama, mna watoto wangapi? 6. Utafanyaje pale? Kwa sababu tunataka tuishie 4, lakini una ndugu wa damu mwenye umri wa chini ya miaka 21, wako 2, lakini una mama yako bado yuko hai na una baba yako bado yuko hai, si ndio? Unafanyaje? Mimi hapa ndo mwanachama, niko na mke wangu, tuna watoto 6. Kwa hiyo kwenye hii namba hata watoto wenyewe hawatoshi, kwa sababu tayari mimi nimeingia, mwenza kaingia, katika 6 unatakiwa uchakue 4. Lakini kuna mdogo wako, si ndio? Kuna dada yako naye ana shida kweli kweli, lakini una mama yako kipenzi, au na jamaa yako, baba yako. Ni wadogo zangu lakini wana baba yake yule pale. Kwa kitendo cha kumlipia baba, maana yake mama ameshanufaika. Mama ameshafanya nini? Hawa wadogo zako 2 wameshaingia pale. Wewe unabaki na watoto wako 6. Of course watabaki 2. Maana yake umeingiza mwenza, utachukua 4. Watabakia 2. Hawa 2 ndio utaangalia utaratibu mwingine, kwa sababu yule baba yako haruhusiwi kuingiza mjukuu. Haruhusiwi kuingiza mjukuu. Sasa wenzetu walioanza kutekeleza haya mambo ya bima miaka nenda miaka rudi, ili ifanye kazi vizuri, hawajauacha nyuma uzazi wa mpango. Sasa unakuja hapo na watoto 10. Jamani. Utajikuta unatakiwa kutengeneza kaya zaidi ya 3, 4. Kwa hiyo hata kama kile kiwango cha kuchangia ni kidogo, wewe kwako kitakuwa kikubwa, kwa sababu utajikuta una create kaya ya baba zako, baba na mama, sio? Wadogo zako kama wana umri ule wataingia, kama wameshakuwa wakubwa hao wanatakiwa walipe kaya nyingine. Halafu watoto wako sasa utajikuta unawagawanya karibu mara 3. Lakini ukiangalia kama watoto wako 4, 5 wanaingia, kwa utakuwa na gharama ya kujilipia wewe ambayo itakava na hii familia yako ya wewe, utamlipia mama yako ambaye atawakava hawa wadogo zako. Maisha yako safi. Mkipita mnaweza kutana na watu si wengi sana ambao watakuwa wana hesabu zinashindwa kubalance. Hesabu unakuta zimefanya nini? Zimebalance. Wale wachache lazima waende kwenye utaratibu. Hiyo imekaa vizuri? Asante sana.